Today on Kweli Kweli Ministry. Sola ya kwanza, uko tayari? Maandiko pekee. Sema pamoja. Kwa Kilatini, sola scriptura. Lazima imani ikuwe updated kama simu ama kompyuta. Swali moja ni mzuri kujiuliza, ni nini hutokea wakati ukweli unapuuza kwa muda mrefu? Hii picture ya kuonyesha sisi tuonyesha mitihani ya maisha yetu. So tunaweza kusema kweli kweli tutaona vitu kama nuru na giza, amudole mbaya na kejua na naimin ewangan, upendo na chuki, nidololo enyorara de nebo enkeba, ukweli na uongo, nidole sibara de nebo mungu, upendo wa baba na upendo wa dunia, nidole enyorara baba de nebo enyorara nako, watoto wa Mungu, nidololo mbaya na yugerenkai na watoto wa shetani. Ogera si Martin Luther aliandika kitu inaitwa 95 Thesis. Unaweza kusema? Well, at least ninyi unasikia, yeah? 95 Thesis. Hii yote ni muhimu sana kwa mafundisho yetu kuhusu matengenezo ya kanisa au Reformation. Na 95 Thesis, hii ilikuwa vitu Martin Luther aliandika kuhusu kanisa la Katoliki, na kama waliharibu injili ya Yesu Kristo. Walitumia maskini vibaya na walichafua maana ya toba, walichafua maana ya imani kwa Wakristo. Na Martin Luther alitaka kujadili mambo haya nao kwa kanisa la Katoliki. So kwa hii mwaka tutaona majina ya watu ambao tunasema ni washujaa wa wakati wao, na umuhimu ya kazi yao na jinsi Mungu alitumia hawa. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka 1517 hadi 1648. So sisi tunarudi nyuma na tunaangalia historia ya kanisa letu, na sababu tumefika hapa mahali tumefika hata leo asubuhi kwa kanisa. So swali moja ni mzuri kujiuliza, ni nini hutokea wakati ukweli unapuuza kwa muda mrefu? Unajua watu wengi wanafikiri ukweli inajilinda. Tuko pamoja? Ni mzuri kana mimi kidogo. Watu wanafikiri ukweli inajilinda. Wanafikiri ikiwa kitu ni wazi, itakuwa wazi kwa milele. Lakini Biblia na historia vinatufundisha kitu tofauti. Lazima ukweli ifundishwe. Okay? Unasikia? Lazima ukweli ifundishwe. Ukweli lazima ulindwe. Na wakati ukweli haifundishwi, watu wanaanza kuanguka na wanaanza kutoka njia ya ukweli. Si haraka, lakini pole pole watu wanaanza kuanguka na watu wanaanza kutoka njia ya ukweli. Na hii ni sababu matengenezo au Reformation ni muhimu sana. Tuko na mstari ambaye ni mzuri sana na tunapata kwa kitabu cha Yuda. Kitabu cha Yuda, mlango wa kwanza, mstari ya 3. Inasema hii: wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia. Na iko hapa, unasikia? Sasa nyinyi unasikia hapa mbele? Hello, unasikia?
ili niwaonye kwamba shindanie. Yes, tunashindanie nini? Imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. So hii mstari inatuambia vitu vingi vya umuhimu. Kitu cha kwanza ni imani ilikuwa tayari imetolewa. Ukristo haukuwa kamili. Mungu tayari ametufunuliwa kile wenye dhambi wanahitaji kujua kuokolewa. Sisi tunajua tayari. Biblia inasema nini kwetu kuokolewa, sivyo? Imeandikwa tangu zamani. Haibadilishi ama haibadiliki, sivyo? Kitu cha pili, imani ilitolewa mara moja kwa wote, kama hii mstari inasema. Imani na maana yake haibadiliki baada ya muda. Kama wale ambao walikuwa Wakristo wa kwanza wanaokoka ni kama sisi leo asubuhi 2026 ni kama sisi tunaokoka. Imani hakuna tofauti ya kitambo, miaka 2000 iliyopita. Imani hakuna tofauti ya sisi tuko naye leo asubuhi. Haijali utamaduni inasema nini. Si lazima imani ikuwe updated kama simu ama kompyuta kwa ajili yetu ya leo. Haibadiliki. Tuko pamoja? Kitu cha tatu tunaona kwa mstari ni Yuda anasema tushindanie imani. Tushindanie imani. Hii ni kumaanisha nini? Lazima tuchunge ukweli. Sema pamoja na mimi, lazima tuchunge ukweli. Tufundishe ukweli. Tuishi ile ukweli tumesikia. Ni muhimu sana. Tufanyaje? Tuchunge ukweli, tufundishe ukweli, tuishi ukweli tumesikia. Kwa nini Yuda anasema vitu hivi? Angalia mstari ya 4. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Wamejiingiza wapi? Lakini wapi wameingia? Kwa kanisa la Yesu Kristo. Wanasema hawa ni Wakristo pia na sio kweli. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Nao humkana yeye aliye pekee yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni mbaya sana, sivyo? Hata siku zetu 2026 tunaweza kuona nje kama Yuda aliandika hapa. Watu wanachafua ukweli wa neno la Mungu. Ninyi umeona watu kuchafua neno la Mungu? Iko kila mahali. Makanisa mengi, television, radio, internet. Unaona watu kuchafua ukweli wa neno la Mungu. Na kwa Agano la Kale Mungu anatoa maonyo mengi kwa watu wake kuhusu hii. Lakini hii iliendelea hata kwa historia ya kanisa. Tangu zamani imekuwa na hata leo asubuhi bado tuna deal na watu ambao wanachafua ukweli wa neno la Mungu. Baada ya mitume walikufa, Injili ya Yesu ilitandazwa kwa dunia nzima. Ilienda kila mahali. Hawa wamepeleka, ilianza wapi? Yerusalemu. Unakumbuka? Ilianza hapo. Alafu imepelekwa kwa kila kona ya dunia nzima. Baada ya hawa walikufa. Lakini baada ya miaka mingi kanisa
ilianza kutoka ukweli wa neno la Mungu. Na ni nini imeingia kanisa? Ni nini imekuwa kwa nafasi ya ukweli wa neno la Mungu? Desturi la watu. Desturi la watu iliingia kuchukua nafasi ya neno la Mungu. Sisi tunaweza kuona hii hapa kwa Kenya sana. Unafikiri unaenda kwa kanisa kuketi na kusikia neno la Yesu Kristo, na unaona desturi la watu imeingia. Hata labda utasikia neno la Mungu, hata labda hakuna mistari ya Biblia tasomwa. Unaona hii wacha niseme, mimi ninasema ni ujinga wote imeingia na imechukua nafasi ya neno la Mungu. Viongozi wa kanisa walianza kusema wako na nguvu ambayo ni ya Mungu pekee. Ninyi umeona hii leo asubuhi? Umeona kwa wakati wetu? Uko na wahubiri, walimu wa uongo, wanasimama mbele ya watu na wanasema hata mimi ninaweza kufanya miujiza kama Yesu Kristo. Ninyi umeona hii? Iko kila mahali. Biblia ilitolewa kwa watu wa kawaida kwa wakati wa Martin Luther. Hata Biblia mtu ya kawaida hawezi kusoma kwa sababu ilikuwa kwa lugha ingine. Sasa nani hapa anajua kuongea Chinese? Kuna mtu? Hakuna mtu anajua Ki-Chinese? Sasa fikiria hii. Ikiwa leo asubuhi wa Chinese walishinda dunia nzima, hata Kenya, na ni ngumu kwa sababu hata hawa hapendi Biblia, lakini tuseme walikuwa na Biblia, walikuwa na neno la Mungu kwa lugha ya Ki-Chinese. Nani anaweza kusoma Biblia hapa? Na wamesema hatuta tafsiri hii neno la Mungu kwa lugha nyingine, itakuwa kwa Chinese peke yake. Alafu utakuwa na Mchinese kusimama hapa kama mhubiri, na yeye atasoma Biblia kwa Ki-Chinese, lakini wewe huwezi kusikia. Alafu baadaye anaanza kueleza kama Biblia imesema kwako. Utajua ikiwa ni ukweli ama uongo namna gani? Huwezi kujua. So wakati wa Martin Luther, kanisa la Katoliki wamefanya hii. Hawajataka watu wa kawaida kujua, kukuwa na translation ya Biblia kwa lugha yao. So ilikuwa Kilatini. So mtu atasimama na atasoma kwa Kilatini, na labda watu wote wanaongea Kiingereza. Hawajui huyu anasema nini, na ametegemea hawa. Hii ni sababu hawa ya matengenezo walipigana na kanisa la Katoliki. Walitaka watu wote wakuwe na translation ya Biblia kwa lugha yao. Kanisa la Katoliki wamekataa. Waliua watu kadhaa kwa historia kwa sababu ya hii. Ni ajabu sana wakati unaanza kusoma historia ya kanisa. Hawajataka Injili ya Yesu kuwa wazi kwa watu. Sasa sikia, mapasta walianza kufundisha ya kwamba wokovu inakuja kwa njia ya matendo ya watu. Kitambo sana haijakuwa namna hiyo. Hata siku zetu mahubiri wanasema lazima unafanya hii kuwa Mkristo, lazima kufanya hii, lazima wanalazimisha watu kutenda matendo mema kuleta wokovu. Kitambo haijakuwa namna hiyo. Kanisa la kwanza la Yesu Kristo hawajafikiri namna hiyo, haijakuwa namna hiyo. Lakini mapasta walianza kufundisha hii. Walianza kufundisha kutii kanisa na mfumo yake italeta wokovu. Si kwa sababu ya neema ya Mungu, kwa njia ya imani. Shida si ukweli ilibadilika, lakini kanisa lilitoka ukweli.
Jibu la Mungu kwa hii ilikuwa matengenezo au the Reformation. Matengenezo si kuanzisha dini lingine. Hawajaamuka asubuhi moja na kusema tunataka kugawa kanisa la Yesu Kristo, lakini walitaka kuirekebisha na kuirudisha kwenye kile ambacho maandiko yanafundisha. Hii ilikuwa lengo yao. Wale wanaume walifungua Biblia yao na waliuliza swali hatari sana. Hata kwetu leo asubuhi, wanafunzi, sikia. Kuna swali la hatari sana unaweza kuuliza kwa makanisa yetu ya leo. Uko tayari? Ni hii. Waliuliza, Mungu kwa neno lake anasema nini? Siku hizi, hii ni hatari sana. Watu hawataki kujua neno la Mungu inasema nini. Wanataka kusikia pasta yao. Pasta yao hawataki watu wake kujua ukweli. Wanataka watu kufikiri mimi ninasema ukweli. Pasta yenu anasema ukweli. Angalia mimi, weka macho yenu kwangu. Angalia kama ninaweza kufanya. Na wale wanaume wa zamani walisema hapana. Tunataka kujua neno la Mungu wetu inasema nini. Tangu siku zile hii imeleta shida kubwa kwa watu ambao wanasimama imara. Ni hii swali iliongoza wale kutupea sola 5 au 5 solas. Sola hizi 5 ziko kwa sababu kweli ilihitaji kulindwa. Hata kwetu leo tunatumia hizi sola 5 kulinda ukweli wa neno la Mungu. Na nitakuambia sahi, tukiishi maisha yetu kama hizi sola 5 zinasema, ni ngumu sana kutoka njia ya kweli. Kwa mwaka nzima sisi tutaangalia sana hizi sola 5. So, lazima ikiwa tunaangalia sola 5, tunataka kujua sola 5 ni nini, sivyo? So kwa haraka nitakuambia, na sisi tutaangalia moja kwa moja karibu wiki 43. Okay? Sola ya kwanza, uko tayari? Maandiko pekee. Sema pamoja. Maandiko pekee. Kwa Kilatini sola scriptura. Sola scriptura. Kwa Kiingereza scripture alone. Maandiko pekee. Sola scriptura. Scripture alone. Hii ni kusema Biblia, neno la Mungu, ni mamlaka juu zaidi kwa imani na uzima. Si desturi letu, si viongozi wa kanisa, si maoni yako binafsi. Wakati unasikia mtu kusema according to me, unasikia watu kusema according to me. According to me ni mbaya sana wakati tunaongea kuhusu neno la Mungu. Sisi tunataka kujua maandiko inasema nini. Waraka wa pili wa Timotheo mlango wa 3 mstari ya 16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaibidisha katika haki. Wakati tunaona neno la Mungu, tunatoa neno la Mungu. Wakati tunatoa hii, kama tumesoma saa hii, ukweli haijulikani. Tuko pamoja? Kiwa unaenda kanisa ambalo hata neno la Mungu haifunguliwi, ukweli haitajulikana. Tuko pamoja? Sola ya pili.
Uko tayari? Neema pekee. Kwa Kilatini, sola fide. Ama Kiingereza ni faith alone. Hii inamaanisha sisi wenye dhambi tunasimama haki mbele ya Mungu wakati tunaamini Yesu. Si kwa kutenda matendo mema. Matendo mema ni muhimu, lakini ni mzuri tunakumbuka matendo mema yako hayawezi kuleta wokovu kwako. Lakini kwa sababu umeokoka, utakuwa na matendo mema. Tuko pamoja? Sola fide ni nini? Sola fide ni neema pekee. Faith alone. Sola ya tatu. Sola ya tatu ni sola gratia. Rehema pekee. Tuko pamoja? Grace alone. Grace alone. Hii inamaanisha wokovu ni zawadi ya Mungu wetu kwetu. Waefeso mlango wa 2 mstari ya 8 na 9 yasema, mmeokolewa kwa matendo yetu. Tumeokolewa kwa matendo yetu. Ama ninasoma hivi baya? Tumeokolewa kwa sababu tumeenda kanisa. Tumeokolewa kwa sababu ya wazazi wetu. Tumeokolewa kwa sababu tumesaidia jirani yetu. Tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo imani haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu hata imani yetu. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Neema inamaanisha Mungu anawapea wenye dhambi wokovu, na hawajastahili hii wokovu. Hii ni grace alone. Tuko pamoja? Ya ine, tuko karibu kumaliza. Ya ine ni Kristo pekee. Sola Christus. Christ alone. Sola Christus. Ni nini? Christ alone. Inamaanisha Yesu pekee ni mwokozi wa wanadamu, na ni yeye anasimama katikati ya sisi na Mungu. Tuko pamoja? Waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa 2 mstari ya 5. Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu, baba yangu, mama yangu, pastor yangu. Ama nani? Nani? Kristo Yesu. Okay? Hakuna wokovu katika mwingine. Hakuna kiongozi ya dini fulani. Unaona kwa television au internet wale ambao wanasema hawa walikuwa na Mungu akiumba dunia. Wengine wanasema walibatiza Yesu. Wengine wanasema hawa mwenyewe ni Yesu. Uongo sana. Hakuna mtu anaweza kuingia kwa nafasi ya Yesu Kristo. Yesu pekee. Yeah? Inaitwa sola Christus. Na mwisho, sola 5. Ni utukufu ni wa Mungu peke yake. Utukufu ni wa Mungu peke yake. Soli Deo Gloria. Kwa nini hawa wanasema na nini ya nyuma usemi? Ha? Soli Deo Gloria.
To the glory of God alone. Iko kuleta utukufu kwa Mungu. Wokovu inaonyesha ukuu wa Mungu, si ya binadamu. Tunaambiwa na waraka wa kwanza wa Korintho, mlango wa 10 mstari ya 31, mlapo au mnyowapo au mtendapo neno lolote fanyeni kwa utukufu wa mimi mwenyewe, ya kanisa langu, ya pastor yangu, ya nani? Wa Mungu. Fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kila kitu cha maisha haya ni mzuri tunakumbuka hii mstari. Kweli hizi 5 ziligunduliwa tena wakati wa Reformation au matengenezo. Hii ni sababu ile mstari tulisoma kwa Yuda ni muhimu sana. Lazima hata sisi kwa wakati wetu ya January 2026 tushindanie imani. Lazima tunajua ukweli kwanza. Kwenu wanafunzi, nataka nyinyi kusikia hii yote ni muhimu sana. Sisi sote, nyinyi zaidi, hata wakati sisi tumeshaenda, nyinyi bado utakuwa. Nyinyi uniishi kwa wakati watu wanasema ukweli inabadilika kulingana na hisia ya mtu au desturi lake. Lakini Biblia inasema ukweli habadiliki. Tangu imeandikwa hadi leo asubuhi. Na hii mwaka ni mzuri kusikia na kujua ukweli wa neno la Mungu. Na hizi sola 5 zitakusaidia maisha yako kurudisha wewe kwa ukweli wa neno la Mungu na kusema ukweli, hii ni tumaini letu kufundisha hii mwaka huu. Sawa? Imekuwa marefu leo, lakini tutaingia wiki ijayo kuangalia sola 5. Sawa? Na kabla ninatoka hapa, tuko na kitu inaitwa catechism. Si catechism. Catechism. Kwa Kiswahili catechism ni nini? Katekisimu. Catechism. Na ni maswali na ni majibu. Okay? So sisi tunapenda kufundisha watoto wetu, wanafunzi wetu, jibu la maswali, majibu ya maswali. Sawa? Na ni mengi sana, lakini tunaanza na hii ya kwanza. Hii inatoka kitu inaitwa the Westminster Catechism. Okay? You got it? So mimi nitauliza, what is the chief end of man? Lengo kuu la mwanadamu ni lipi? Nani anajua jibu? Ngoja kidogo tu. Don't put it. What is the chief end of man? Sababu sisi tuko hapa ni sababu gani? Lengo kuu la mwanadamu ni lipi? Mtu ako na jibu? Hujui sababu yako hapa kwa hii dunia? Okay, uko tayari? Go ahead, Tuke. Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. So nikikuuliza, what is the chief end of man? Kumtukuza Mungu na kumfurahia kwa milele. What is the chief end of man?
Hii ni sababu, hii ni maana ya sisi sote. Nje ya hii utaanguka. Tuko pamoja? Mara moja tena, what is the chief end of man? High school peke yao. What is the chief end of man? Walimu, what is the chief end of man? Primary, what is the chief end of man? Wiki ijayo nitauliza hii swali bila nyinyi kusoma. Utakumbuka? Sawa. Asanteni sana.